Hey, mrembo. Samahani, naomba tu. Niachie. Wewe kaka vipi? Ndio maana nimetanguliza samahani tuongee. Right? Shida iko wapi? Yaani kusema unataka kuongea mpaka tushikane mikono? Mbona Mswahili sana tofauti na unavyoonekana? Ni nini sasa kushikana ovyo? Come on. Kwani kuna shida nikikushika mtoto mzuri kama wewe? Hivi unajisikia unachokiongea kweli? Au kisa umesimama na hichi kigaligari chako na kila mtu atakayepita hapa atakuwa anakupapatikia wewe? Nisikilize, kuwa na adabu na heshima. Tena ujifunze kuheshimu wanawake. Lakini mbona mimi sina nia mbaya? Na hata lengo la kusimamisha hapa nataka kuongea na jambo la msingi sana. So nadhani ungenisikiliza mlema. Ovyo. Ukitabasamu mwenzako unanimaliza, na kosa la kusema umeniweza baba. Napenda ufahamu wewe ndio furaha yangu, kipenzi cha moyo wangu, nipe raha. Mimi ni wako, ndabaki kuwa wako, siwezi kwenda mbali, wakuibe wende zako baba chanja. Mjumbe, natanguliza samahani. Nimekuja kwako na malalamiko. Na malalamiko yangu ni kuhusiana na ule bibi ambaye nilimgonga. Nipata taarifa kwa watu wengi sana kama ule bibi ashapona. Na anatembea tu vizuri, lakini mimi nikikutana naye ndo anajifanya kama vile anaumwa sana. Mimi nikasema hapana, lazima hizi taarifa nizipeleke kwa mjumbe. Kama unavyojua hela ni ngumu sana. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote utuitishe hiyo pesa ambayo tulikubaliana uitengue. Itakuwa si sawa. Nitamhudumiaje mtu ambaye ni anatembea na ni mzima na afya nzuri? Ulisema unaita Twiz. Labda nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi ni mjumbe ambaye nimeenda sana shule. Wanasema hivi wazungu, contract is an agreement. Yaani mkataba ni makubaliano. Sasa wewe unakuja hapa unataka kuvunja mkataba eti kwa hearsay evidence. Hiyo ni ushahidi ambao umesikia. Yule si hujaona. Sasa unaniambiaje mimi kuja kwa eti nimesikia kwa watu, si yule mama, si yule bibi, si anatembea vizuri, si nini? Ase, sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe kwa mdomo wako na masikio yako ulikataa ukasema kuwa unaogopa kwenda jela kupigwa kipara na nyapara. Leo unakuja kuniambia mambo kama hayo. Sasa nikisikiza nikwambie, mimi swala lako bado sijalielewa vizuri na sikubali. Twende tusimame kwenye msimamo ule kwenye ile pesa, mrekee yule mama. Usete ujanja. Yaani utaendelea kulipa ile pesa, lakini pia mpaka mwenyewe bibi atapothibitisha kuwa sasa yuko vizuri, amerudi katika usichana wake, katika uzee wake. Umeelewa? Kwa hiyo hapo sasa ndio tutamaliza swala lako. Lakini sasa hivi huwezi kuniambia tu kila slice kwa hiyo hapana, Twiz, no. Mjumbe, mimi ushahidi ninao. Ukiacha kusikia kwa watu, binti yangu Amanda amenithibitishia bibi anatembea. Mimi nadhani kama kuna namna muite au tumfanyie ambush, twende kumtembelea kwake bila taarifa. Atakuwa anaigiza yule. Sina budi kuyasahau yote yaliyotokea hapa nyuma. Ni bora kuishi na maskini kuliko tajiri mwenzangu ambaye aliishia kuniumiza tu. Nipo tayari kwa gharama yoyote
nitaolewa na muuza maziwa. Twizy, nisikilize nikwambie. Wewe usifanye una akili kuliko mimi. Si umeelewa? Yaani utaratibu utapaki vile vile. Aigize yule amekuwa Bongo Movie au amekuwa YouTuber. Usete mambo kama hayo bwana. Sikiza nikwambie, yule bibi hawezi kukuigizia. Akuigizia kwa kipato gani unachopata wewe kuja kuigizia? Kwa hiyo basikeli kwamba haina sheni gadi. Basikeli haina chochote, afu unaona kitu gani unaongea? Unatakiwa ulipe, usete ujanja. Ili ni eneo ni langu, mimi ndo mmiliki wa ile eneo. Ndio president of this place. You know why? What I'm saying, man. Don't do that, okay? Pay the bill. Why? Mimi sioni kama ni sawa. Mimi nahisi kama wewe na bibi mtakuwa leno ni moja. Sasa unanikosea adabu. Yaani mimi ni yule moja na yule kikongo wa nini? Hili ni kwa kipi? Sasa unashindaje kunitetea mjumbe? Kwa nini usingesema tuondoke tukathibitisha hilo swala? Wewe umekalia kwenye swala la pesa tu. Na kuelewaje sasa? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Sitaki makelele na wewe. Ili ni eneo langu. Kwanza hapa kwangu na ili eneo ni langu. Mimi ndo mmiliki wa hapa. Sasa ukifanya masiara nitakuhamisha. Yaani nitakuhamisha bila kodi yako kuisha. Alafu kwanza mbona kama bibi amefanya fair play sana yani? Yaani kama umemchezea alafu mchezaji alafu umeenda kumpa mkono. That is a fair play. Umeelewa? Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja kuwa bibi amekusaidia 5,000 per day. So cheap. It's so right sana Twizy. Why? Pay the bill, man. Acha kuleta ujanja bwana. Yaani hata 3 weeks bado. Wiki 3 bado hujafika unaanza kupiga makelele. Why? Haya ungepelekwa kwa kotanya pala kwa kunywa pala. Ungekubali? Na pala sasa hivi style mpya. Unanyolewa pala la kichwani na pala la kwenye ndevu. Na maana ungepigwa pala 3, pasui pala 4, pala la kichwani, pala kwenye ndevu na pala la huko. Ungeweza kuvumilia? Na kuna mpango mwingine kama una nywele za mgongo na unapiga pala pia. Haya, utaweza. Sasa utalipa 5,000 kwa bibi au utakwenda kwenda kupigwa pala pande zote 4 za dunia? Za mwili. Mpaka nachanganyikiwa. Kwa sababu unajua yani sasa hivi naongea sana Kiingereza kwa sababu nimekaa sana nje. Ndio sikuwepo muda mrefu, nimerudi. Kwa hiyo muda mwingi sana naongea sana Kiingereza. Kwa hiyo mimi na finalize kwa issue utalipa shilingi 5,000 kwa kila siku kama ilivyo ada. Bila basketball midfielder and understand kwa right side. Pole sana shoga yangu. Yaani katika jambo ambalo nilisahau kukwambia. Ni hili jambo. Huu mtaani ni mchafu, una vimbwanga kibao. Uchawi, ushirikina, chuma ulete. Kwa hiyo wewe, hiyo changamoto yako hiyo, chuma ulete. Sasa mimi nafanyaje jamani? Maana hiyo kazi ninayoifanya ndo naitegemea. Nipate hela, faida, nitoe mtaji, nikuze mtaji. Yaani mwisho wa siku unauza lakini pesa uzioni. Ngoja nikuelekeze kitu. Unajua hata mimi nimefanya hii biashara. Nimekutana na hizo changamoto sana. Lakini huwezi amini, dawa yake ni ndogo tu. Unamaanisha nini kusema dawa yake ni ndogo sana? Ninavyokuambia dawa yake ni ndogo. Ni yule mkaa tu. Mkaa ule unaojua wewe. Unachukua ule mkaa, unaweka ndani kwenye kopo la hela. Baada ya hapo, hakuna cha chuma ulete wala cha chuma nini. Mambo yote yanakuwa fresh. We, acha masiala. Yaani mkaa huu ambao tunapikia ndo dawa ya hiyo chuma ulete kweli? Ndio hivyo. Wewe fanya kesho, alafu uangalie kama hiyo chuma ulete itakutokea. Kwa hiyo nikiweka huo mkaa kesho pesa zangu nazikuta vizuri tu? Salama kabisa. Haitaondoka hata senti moja. Basi sawa, yani mimi kesho mapema tu nitafanya hivyo. Maana hapa nimetoka dukani na nilipokuona hapa nikasema bora hata nikwambie. Maana na mimi nilisahau. Haya, usijali shoga yangu, tuko pamoja. Haya basi ngoja nikapike huko. Honey, honey sweet, wenzi ukitazama ndo nakufa mazima. When you're my chocolate, utamu wangu wa pake.
Baba Amanda, nimefurahi kukutana na wewe hapa. Ni kama Mungu tu, maana huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Hey. Nimefurahi pia kukuona madam. Karibu. Asante sana bwana. Cha kwanza nafurahi kukutana na wewe hapa. Kwanza nikupe hongera sana Baba Amanda. Kiukweli ameniheshimisha sana mwanao katika somo langu la historia. Yaani amepata wastani mkubwa sana pale shuleni, kiasi cha kwamba hadi walimu wamebaki wanashangaa. Na pia sio kwenye somo langu tu, hata kwenye masomo ya walimu wengine. Kiukweli ametufurahisha sana mtoto wako. Yaani amefanya vizuri sana Baba Amanda, hongera. Mimi nashukuru sana madam. Kiukweli kama mzazi najisikia fahari sana nikiwa napata taarifa kama hizo, kama mtoto wangu anafanya vizuri shuleni. Nashukuruni pia kwa kuweza kumsimamia. Na kitu ambacho kimetufurahisha zaidi, mtoto wako ana muda mchache sana pale shuleni, lakini anafanya vizuri. Sijui nisemaje, lakini kiukweli madam, hizo taarifa zimeufariji sana moyo wangu. Na waomba sana walimu muendelee kumsimamia. Msimamieni ili aweze kufanya vizuri. Sisi wazazi tutajitahidi sana kuhakikisha tuna provide kila kitu kwa ajili ya Amanda ili asiwe na changamoto shuleni. Asante sana madam. Sawa, na sisi pia tutajitahidi kumpa mtoto wako homework mara kwa mara. Sisi kama wazazi tutajitahidi sana kumsimamia. Akitoka shule tu, kula chakula, ukimaliza fanya homework, pumzika. Tutakaa huko kwenye misingi mpaka tuhakikishe Amanda anazidi kwenda mbele. Sawa, nitafurahi zaidi kama mtamsimamia akiwa nyumbani. Basi mimi nilikuwa naomba, kwa sababu hapa nilikuwa nyumbani, tungeenda wote ili hizo taarifa mama Amanda na yeye akazisikie kama mzazi mfariji. Kwa sababu nimekutana na wewe hapa Baba Amanda, mimi naomba tu nigeuze zangu nirudi. Haya madam bana, kazi njema. Haya, asante na kwako pia. Haya. Safi sana. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Mwanangu, natakiwa kuwa mvumilivu. Unajua dunia sasa hivi ni vita. Kuwa jasiri. Na nilishakwambia utakaa sawa. Umenielewa mwanangu? Mama, maumivu nayopitia sasa hivi najua mwenyewe. Napitia maumivu makali sana. Kwa nini mama yangu unakataa? Kwa nini usikilizi mawazo yangu mama? Nimekwambia hizi mali tuzirudishe kwa Twizi ili mimi niwe salama. Bila hivyo mama, najiona kabisa nakufa. Mwanangu, wewe huwezi kufa wakati mimi nipo. Alafu tangu mdogo ulikuwa mwoga sana kuumwa wewe. Kwa hiyo basi nilisha kuambia utakaa sawa. Nielewe mimi mwanangu, utakaa sawa. Mama, nitakaa sawa mpaka lini? Wakati kila siku mimi napata maumivu makali. Mbona nielewe mamangu, fanya kama ninavyokuambia basi. Bila hivyo utanipoteza mimi mwanao. Na unafahamu kabisa mimi sasa hivi sina nguvu yoyote. Siwezi hata kujisaidia mwenyewe. Naomba unisikilize mama. Adela, kama hili swala unaona limekushinda, niachie mimi. Mimi nitamtafuta kijana aje kushughulika na watu wote ambao unaohofia. Umenielewa mwanangu? Kwa naomba kuwa na amani. Nimefanikiwa kugundua dawa chuma uleti. Yaani unajua ni ndogo hiyo dawa, hata nikikwambia wewe usiamini. Dawa gani tena? Eti mkaa. Unachukua donge moja la mkaa unaweka kwenye kopo lako la pesa. Hamna chuma ulete yoyote ambaye anaweza kugusa pesa yako. Hizo sasa ni mada za Abunwasa.
wewe uliona wapi mkaa uko? Yaani mkaa na ujua mimi mkaa huu ambao napika chapati huu ukapambana na uchawi hapo? Sasa wewe naye haja kukuta, yakikukuta utaweka, si unazunguka mtaani hapa, watakuonyesha, watakukaribisha mjini. Mimi kweli nimeweka, unadhani na pesa zangu bado zipo, yani zipo vile vile. Au mimi mwenyewe alivyoniambia Joyce, sikuamini kabisa eti kwamba mkaa ndo dawa yake. Lakini naona leo mambo kidogo si haba. Kwa hiyo wataka kusema kwamba kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hakuna pesa ambayo inaweza kupotea? Hakuna, yani pesa zangu zote zipo sawa. Ndio nikasema nikwambie na wewe mapema ili ukienda huko kwenye biashara yako ujue ni namna gani ya kujikinga. Mimi kwa bahati nzuri bado sijakutana nayo hiyo. Lakini kwa sababu ushasema, mimi natembea na mikao. Lakini pia wakati narudi nimekutana na madam, mwalimu wa Amanda. Kuna nini tena? Mbona unataka kunitisha? Alikuwa anakuja nyumbani hapa. Akasema, bora hata nimekuona. Leo nimepewa zawadi shuleni na mkuu wa shule kwa sababu ya mtoto wako. Mtoto wangu kafanyaje tena? Akaniambia pale shule kuna utaratibu. Mwalimu anayefaulisha somo lake lolote lile anapewa zawadi ya shule. Akanambiaje? Amanda kafanya vizuri sana kwenye somo lake. Na sio somo lake tu, hata masomo mengine Amanda kapata A, B, A, B, A, B, A, B. Kwa kasema bora niende nikaonane na wazazi wa Amanda ili niweze kuasistiza. Huyu mtoto ana akili. Nikajua Kalisi enzi zangu zile niko shule. Wewe acha hayo mambo. Yaani unataka kuniambia kwamba ni kweli yani Amanda ameshika nafasi ya kwanza shule? Miezi mitatu yote ambayo alikuwa hajaenda shule lakini bado kaongoza. Yaani nakwambiaje? Mwalimu mwenyewe kwanza kashangaa. Yaani kashangaa. Nikamwambia bana, mimi haina shida, mimi na mke wangu tutakaa, tutampambania Amanda, tutamweleza akitoka shule homework ndo analala. Kutoka shule homework ili aendelee kufanya vizuri zaidi. Kweli, lakini hapo kusema amelisi kwako nakataa. Amanda amelisi kwangu. Umeanza kujisifia. Umeanza kujisifia. Kwani ni uongo? Mimi naweza kuonyesha hata mitihani yangu. Nilikuwa napataga A, yani mimi kuanzia darasa la kwanza mimi mpaka form 4. A. Wewe umebebwa, yani mwenye jina lake amekuuzia wewe ndio ukapita na marks zake. Utaka kushindana na sisi, ma genius. Basi tuachane na mimi jambo la msingi ambalo nimekuja kukwambia, na mwalimu amelisisitiza sana tumsimamie mtoto, atafika mbali. Ana kichwa kizuri sana. Hilo tu mangu limeisha. Wewe shughulika, pambana na biashara yako, kuhusu masuala ya mtoto niachie. Kila kitu kitanyoka. Haya. Nafurahi sana kuwa na familia bora. Kupata majaliwa kikubwa furaha bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja ni kheri kuliko vioja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndo nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi. Tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda